Hizi ni khairi, tunakutana kila mwaka, tuombeane dua, tuendelee kuishi umri mrefu, lakini wenye amali njema. Usikubali mtu akakuombea dua Mungu akupe umri mrefu, ni adhabu. Yani mpaka uwe unaanikwa, unatolewa juani, unapigwa na jua ndo kidogo unapata kuwa strong, alafu unarudishwa jioni. Hiyo ni khairi kweli? Kila kitu unafanya pale pale kitandani, umri mrefu wenyewe umechanganyikiwa, ujulikani unaimba wala unasoma Qur'ani. Ukimwambia mtu Allah kujalia uwe na umri mrefu ulioambatana na nini? Na amalu salih. Ndio maana Mtume katika hadithi anasema khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu, mbora wenu ni yule ambaye umri wake umekuwa mrefu lakini na amali zake ndani ya umri huo zikawa nzuri. Wa sharrukum man tala umruhu wa saa amalu, ni yule ambaye umri mrefu lakini vitendo vichafu. Kwa hiyo umri mrefu hauna maana kama hautokuwa na nini? Amali njema ndani yake. Ya Rabbi aturuzuku umri mrefu wenye amali njema. Ya Rabbi atupe husnul khatima inda al-maut. Wa idha aradta fitnatan li'ibadika faqbidna ilayka ghayra fatinina wala maftunin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها على يد زانية فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على زانية، على صدقة تصدقتها على زانية. فقال لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته ووضعها على يد غني فأصبح الناس يتحدثون تصدق على غني. فقال اللهم لك الحمد على غني، صدقة على غني. فقال لأتصدقن بصدقة، فخرج وفي يده صدقته فوضعها في يد سارق فأصبح الناس يتحدثون تصدق على سارق. فقال اللهم لك الحمد، تصدقت على سارق فأوتي في المنام فقيل له لقد قبلت صدقتك، أما الزانية فلعلها تعف من زناها بسبب صدقتك، وأما عن غني فلعله يتعظ ويعطي الناس من ماله، وأما السارق فلعله يستعف بسبب صدقتك عن السرقة. رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم ورواه النسائي. حديثه إن الألفاظ تفوتي لفظ إمام مسلم هي niliyoitaja. Turudi katika tafsiri inshallah katika kikao chetu hiki leo, tujifunze kutokana na maneno haya ya bwana mtume mtukufu wa daraja sallallahu alayhi wasallam, hususan ukizingatia tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao sadaka huwa nyingi sana, hukithiri mno. Bali min hadi an-nabii sayyiduna Abdullah ibn Abbas anasema kana rasulullah ajwada an-nas wa kana ajwada ma yakunu fi shahri Ramadan hina yalqahu Jibril, mpaka mwisho wa hadithi. Mtume alikuwa mkarimu wa watu na ukarimu wake ukizidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuelezea watu waliopita, anasema qala rajulun, yupo mtu huko katika nyuma zilizopita
aliwahi kusema, la atasaddaqanna al-lailata bisadaqa, leo usiku nitakwenda kutoa sadaka, sadaka yangu nitaipeleka pahala pafaapo. Akakusanya sadaka yake, Mtume anasema fakharaja bisadaqatihi wa wada'aha ala au fi yadi zaniya. Kwa bahati ile sadaka aliyokwenda kuitoa usiku akampa mwanamke, kumbe yule mwanamke alikuwa ni mwanamke hawara, katika wanawake wenye kujiuza, zania, mzinzi. Asubuhi ikawa ni talk of the town, ina trend katika mitandao kwamba tusaddiqa lailata ala zania. Jamani, mnajua jana sadaka ya nani ilikwenda kwa nani? Ile sadaka ilikwenda kwa mwanamke ambaye anajiuza. Yule bwana akazipata zile habari, akasema ya Rabb lakal hamd, shukrani zote zinakustahiki wewe. Yani kana kwamba anasema wewe ndo mpangaji wa yote, na mimi sikutaka kuwapelekea malaya sadaka hizi. Mimi nilitaka sadaka iende kwa mtu afaaye. Al-asli tumeambiwa tuwasaidie wasiojiweza, tena maskini na mafukara, ndo asli. Na mtu hupenda sana kupeleka sadaka zake pahala palipofaa. Fukara ni mtu ambaye hana chochote, hana mbele, hana nyuma, hana kinachomtosha hata nusu yake, hata robo yake. Huyo anaitwa nani? Fukara. Na maskini huenda akawa nacho, huenda akawa na nyumba. Maskini huenda akawa ana mshahara, lakini akipiga hesabu ya kulisha watu wake na nyumbani kwake, anapata mathalan mpaka kwa mwezi apate 1.5 ndo atakidhi mahitaji yake na familia yake, lakini yeye anapata 700,000, hawezi atakidhi mahitaji yake. Yule ambaye anacho lakini hakimtoshi, huyo anaitwa nani? Maskini. Na wengi wako katika hali hizi, kipato chao ni kidogo, hakiwatoshi wenyewe, lakini pamoja na hivyo huhangaika akasevu, na yeye ukamwona anatoa sadaka. Fukara ni zaidi ya nani? Ya maskini. Maskini anacho lakini kidogo, ameajiriwa, anafanya na kazi, anapokea mshahara, lakini akikupigia hesabu anakuambia mimi kama sijapata 2,000,000 watu wangu hawatokula vizuri, hizo nyingine sijui napata wapi. Mara atakwambia bwana mimi naishi kimungu mungu, ndio maana unaniona naishi, lakini hali yangu hali yako. Usinione nimevaa kanzu nzuri na ng'ara kama kioo ukafikiria nina hela ukaja ukaniomba. Mara nyingine inatokea anakuambia maneno kama hayo. Lakini mtu akipeleka sadaka yake kwa mtu hutarajia kwamba yule mtu anastahili kufanyaje? Kusaidiwa. Sadaka, zaka ina watu wake maalum, ina watu aina 8. Innama sadaqatu lilfuqarai walmasakin walamilina alaiha, mpaka mwisho yale mafungu 8. Maskini wanaoifanyia kazi ile zaka, kuipeleka huku na kuipeleka na kuitawanya kule, mafukara, wenye madeni, wapita njia, wasafiri wale ambao wamesilimu juzi, na wengineo wako katika sabilillah, wote katika asnafu 8. Anenda katika sura Tauba utizame man alladhi yastahiqu an yu'ta zaka, utapata pale. Lakini sadaka unampa asiyejiweza, ndo asili yake. Lakini si vibaya ukamtizama yeyote ukaona huyu anastahili kupewa sadaka, ukampa, sababu maskini haandikwi hapa wala fukara. Au mtu amekuja kwako amekuomba, ukiona unaweza ukampa, mpe. Usianze kumchunguza, uvuti bangi wewe, uliunga lakini wewe mpe. Wewe hujiuzi lakini wewe mwanamke wesi kadha au kadha, ukiona anastahili kupewa mpe. Ikikuingia katika moyo wako na wasiwasi, basi usimpe. Lakini maelekezo ya Qur'ani sema wa amma saila fala tanhar, ama yule mwenye kukuomba usimkemee, usimnyime.
katika hadithi ambayo yustanasu bihi anasema lisaili haqqun walau jaa ala faras, yani mwenye kuomba ana haki ya kupewa hata kama kaja anaendesha Prado, kashuka hapo kafungua mlango, nisaidie sijapata chakula leo cha kuwalisha watu wangu, kauze Prado basi, mpe. Kuna watu wengine wao wanakuambia hivyo, ukiwaambia shida zako, mtamgari wote ule una shida, nyumba yote unaokaa pale una shida wewe, msikiti wote ule unaosalisha pale wewe, unaadhini pale wewe, una shida. Kakwambia shida yake, basi ukiona unaweza ukamsaidia msaidie, kama uwezi usianze kumsimbulia. Anasema qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Ile sadaka ya masimbulizi, leo umependeza, ile kofia ile nimempa mimi, leo ameswalisha vizuri na madaha, lakini unajua ile kanzu ile nimemnunulia mimi, leo darasa yake ilikuwa nzuri, lakini kama sio mimi kumfurahisha leo, kumtilia kitu mfukoni kwake, asingefanya vile vyote. Leo kama si mimi kufanya 1, 2, 3, kama siwe na masimbulizi na masimbulizi na masimbulizi, katika jambo baya kweli kweli ni wewe kutoa alafu ukaandama na masimbulizi ndani yake. Kwa hiyo sadaka haichagui maskini, fukara, tajiri, wewe mpe tu. Kama ni mwizi, kama ni nani unamjua, mpe sadaka. Kwa mafunzo ya hadithi hii kama tutakavyoona, yule bwana anasema fatasaddaqa bisadaqatihi wa wada'aha fi yadi zaniya. Kumbe aliyempa sadaka ni wanawake wanaojiuza, akaichukua. Asubuhi kumekucha, fatahaddatha an-nasu an dhalik faqalu laqad tusaddaqa al-laylata ala zaniya. Wakaanza kupeana habari, usiku jana bwana sadaka imepelekwa kwa mwanamke malaya. Yule alipopata habari, kumbe sadaka yangu imeenda kwa wrong person, na maana nimemsaidia mimi katika shughuli zake, harakati zake mbaya au kadha wa kadha, akaona tabu, ndio maana akamwambia Mwenyezi Mungu lakal hamdu ya Rabb. Pengine una hukumu ulioipanga mimi sijui, shukrani zote ziende kwako. Mimi nimetaka hili, lakini wewe umetaka lingine. Mimi nimetaka kumpa asiyejiweza, nimeenda kumpa mwanamke mwenye kujiuza. Akasema basi haidhuru. Akasema tena la atasaddaqanna bisadaqa, nitakwenda kutoa upya. Yani kana kwamba ile kama imeenda kwa mtu ambaye hakufaa kupewa, labda nitaenda kumtafuta mwingine anayestahili. Akatoka na sadaka yake, nasema wa fi yadihi fawada'aha fi yadi ghaniyin. Mara hii akaenda akaidondosha katika mikono ya mtu tajiri. Huyo unayekwenda kumpa sadaka, yeye ana hela kuliko wewe, lakini hamjui. Imagine mzee, wewe umetoka hapa umeenda kwa mmoja katika ashabul malayin, ngombe njoo mzee, kwa sababu umemwona labda shakli yake vipi, ameshakuwa mtu mzima, kuna hawa ni wazee wana njaa, ukatoa kitu ukampa. Ukaenda umemwona msikitini na ukampa, uwezi ukamjua kama huyu anacho au hanacho, kwa sababu kuna watu ni matajiri lakini shakli zao unaona kama maskini, na wengine ni maskini lakini unaona kama ni matajiri. Hakuna katika fesi ya mtu imeandikwa hadha ghaniyun wa hadha faqirun wa hadha kadha, hakuna. Kwa hiyo unaweza ukampa yoyote. Akasema waliosema laqad tusaddaqa al-laylata ala ghaniyin, usiku wa jana bwana ile sadaka imekwenda kwa tajiri. Faqala Allahumma lakal hamd, tasaddaqtu ala ghani, as-sadaqatu ala ghani. Yani kama anataajab, ndio nini mimi nimeenda kumwaga gunia la sukari baharini, sadaka imemwendea tajiri. Akasema si neno, la atasaddaqanna bi sadaqa, nitakwenda kutoa tena sadaka mara ya 3. Huyu mtu achoki kutoa sadaka.
na kila akitoa akiambiwa uliyempa hakustahiki, aliona anastahiki, aitoe tena sadaka yake ili apate fadhila anazozitafuta. Kwa sababu ndugu zangu, sadaka ina fadhila nyingi. Allah anasema wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Kwa nini mtu anataja sadaka akitaka kurudishwa ulimwenguni? Kwa nini? Katika aya imeanzaje? Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Zisikugeuzeni matahira mkawa hamna akili, zikakushughulisheni mali zenu na watoto wenu mkaacha kumkumbuka Allah. Na mwenye kufanya hivyo huyo amekula hasara. Wa anfiqu mimma razaqnakum, toweni miongoni mwa yale tuliowaruzuku, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, kabla ya kifo hakijakujia. Mapema jiandae, toa masarufu hayo kabla ya Israeli hajakutembelea. Fayaqula rabbi, siku ya kufa mtu atasema, atamuomba Mwenyezi Mungu. Anaomba nini? Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabbi nicheleweshe, nipe muda wa ziada, naomba nafasi kidogo, najua kufa ni haki, lakini kama wewe ndo unaua watu, unachukua roho za watu, uwezo wote unao wewe na uwezo pia wa kuniachia unao, naomba uniachie. Watu wataomba siku ya kuondoka ulimwenguni. Lakini cha ajabu sio kuomba, unaomba ukafanye nini? Ndio kitu kikubwa. Unaenda kuswali, hakutaja swala. Unaenda kufunga, hakutaja funga. Anasema nikatoe sadaka. Ulama wa tafsiri wanasema isingetajwa sadaka hapa isipokuwa shani yake ni kubwa, inafanya difference kubwa katika maisha ya mtu kesho. Ndio Mtume akasema almar'u tahta dhilli sadaqatihi yawm alqiyama, mtu atakuwa chini ya kivuli cha sadaka yake siku ya kiyama. Yani ile sadaka itatengeza kivuli. Sasa ukitoa sadaka kidogo, kivuli chako kitakuwa according to ile sadaka ambayo umetoa, na kila ukitoa kubwa kivuli chako kitakuwaje? Kikubwa. Utaingia katika wale watu watakaokuwa katika kivuli cha Allah siku ya kiyama, watu 7 wale, na mtu mwenye kutoa sadaka. Na ile hadithi pia imemtaja mtu mwenye kutoa sadaka, 7 yudhilluhumullahu yawmal qiyama yawma la dhilla illa dhillu. Wametajwa watu 7: imamun adil, shabun nasha fi ibadatillah, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, rajulan tahabba fillah nijtama alayhi tafarraqa alayhi, wa rajulun دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله ففاضت عيناه من الدم. Watu 7 kutokea jana ni wangapi katika sisi angalau wametoa tende moja tu kumfutarisha maskini? Angalau umetoa tende ubale wake kumpa ndugu yako. Wewe una boksi zima, una kilo nzima, angalau robo tu kampa jirani. Wewe una muhogo kilo 2, angalau robo tu mpelekee jirani. Umenunua ndizi kilo 3, madole 10, angalau mawili tumpelekee jirani. Zote hizi ni sadaka ndugu zangu, na usikione kidogo. Mtume anamwambia sahaba wake, ukipika supu ongeza maji ili umpatie nani? Jirani yako. Mtume anamwagiza sahaba, ongeza maji katika supu ili apate jirani na yeye afaidike nawe. Hivi ndivyo sadaka zinavyoweka tofauti katika. Basi anasema rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Allah anasema no way, walan yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Mwenyezi Mungu hacheleweshi hata sekunde, muda ukifika utakwenda. Tena kwenda kwenyewe Allah anasema kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un.
sio thumma ilaina tarji'un. Soma vizuri aya za Qur'an. Kila nafsi itaonja mauti, kisha kwetu mtarudizwa, mtarudishwa, mtaregeshwa. Hakusema kisha kwetu mtaregea. Kama ni kuregea kuna hiari, ukitaka utaregea, usipotaka utasema mimi bado. Lakini kifo hakina hiari hiyo. Turja'una bilquwa ghasban ankum qahran, yani turja'una, mtarudishwa. Ipo nguvu ambayo si ya kawaida, hiyo ndio yenye kukuchukua, unataka utaki utakwenda. Ndio maana ya turja'u, mtarudishwa. Sasa sadaka yako, anasema tusaddiqa al-laila ala ghani. Leo siku amepewa sadaka tajiri, asema Allahumma lakal hamdu sadaqatun ala ghani. Mbona nimempa gani na mimi sikutaka kumpa ghani, nilitaka kumpa fakir, lakini Mungu wewe ndo unajua zaidi. Akenda akatoa tena, akasema nitatoa tena sadaka. Fakharaja bisadaqatihi wa wada'aha fi yadi sariq. Ya kwanza alichukua mwanamke mwenye kujiuza nafsi yake, ya pili amepewa tajiri, ya tatu kenda kapewa mwizi. Falamma asbahu, hadithi nasema tahaddatha an-nasu fa asbahu yatahaddathun. Asubuhi watu wakaongea, tusaddiqa al-lailata ala sariq. Jana bwana ilikuwa ni zamu ya mwizi, kila siku inaenda kwa mwingine. Akasema Allahumma lakal hamd. Mara ya kwanza ala zania, thumma ala ghani, thumma ala sariq. Kana kwamba anajilaumu, mbona haikuenda kwa makanul munasib au kwa rajulul munasib. Mtume anasema fa utiya fil manam, huyu bwana wakati amelala akaendewa ndani ya usingizi. Katika hadithi aliyoisimulia Imam Ahmad anasema huyu ni rajulun min bani Israil, lakini hadithi ya Imam ya Bukhari na Muslim na Nasai anasema qala rajulun, katajwa, inawezekana ni katika ummati Muhammad. Alipokuwa amelala ameendewa na malaika, ameendewa usingizini, uti akajiliwa, yani akapewa bishara, laqad qubilat sadaqatuka, laqad taqabbala Allahu sadaqatak. Mungu ametakabbal sadaka yako ile ulotoa, kumpa hawara, kumpa malaya, kumpa mwizi, kumpa tajiri, zote zimekubaliwa. Sasa tunafunzwa hapa, kipi tunachotufunza hapa? Akaelezwa ama azania, ama mwanamke yule mzinifu, mzinzi, anayejiuza apate pesa, fala'allaha ta'ifu bisadaqatika an zinaha. Ile sadaka yako ulompa ile huenda ikawa sababu ya yeye kujikinga na kuacha uzinzi na kujiuza mwili wake. Anaambiwa, ndugu zangu, tuwahurumie wanawake, tuwahurumie kina mama, tuwahurumie mama zetu. Wanawake ni mama zetu. Naam, sote hapa ni ibn untha, sote. Ndio ule mshairi akasema kullu bini untha wa in tala salamatuhu yawman ala alatin hadba'a manqulu. Alipotaka kuambia watu kwamba mauti ni ya kila mmoja, kaupiga mfano, anasema kila aliyezaliwa na mwanamke atakufa. Kuna aliyezaliwa na mwanamume? Wala msidanganyike kwa wale watu mashetani wanaosema eti ana mimba mwanamume sasa hivi, mwanamume wa kwanza kuzaa. Hamna. Sote tunazaliwa na nani? Na wanawake. Basi anasema kullu bini untha, kila aliyezaliwa. Kama hujazaliwa na mwanamume na mwanamke, wewe hufi, lakini kila aliyezaliwa na mwanamke atakufa. Tuwahurumie mama zetu. Hongereni akina mama kwa kuwa mama. Mama ndo hawa wadogo tunaowazaa baadaye, mpaka anakuwa mama. Akija kwako kukuomba, kama wewe ni mtu wa kutoa, msaidie bila ya kutaka heshima yake kuharibika.
Akitaka kwako kuja kama wewe ni mkurugenzi, mpe kazi bila ya kumtaka kimapenzi. Akija kwako kukukopa, mkopeshe bila ya kumwambia usinilipe, lakini unajua utanilipa nini. Kwa sababu gani? Kwa sababu huenda watu zile shida na dhiki zimewafanya mpaka wamefika katika martaba hiyo. Na akina mama nao na wanawake nao, isomeni historia ya mama Hinde aliposema maneno haya, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia wanawake, mnibai, mle kiapo cha utii kwamba hamutoiba, kwamba hamutozini. Alifunika macho yake akauliza, wa hal tazni alhurra? Tazama, wanauliza, kwani unatuambia msizini? Kwani mwanamke muungwana anazini? Yani wanawake wa zamani wanaona ajabu kusikia kwamba msizini. Wanajua kwamba alhurra, mwanamke muungwana hazini. Na ilivyokuwa imejulikana huko zamani, wale wanawake waliokuwa ni watumwa walikuwa kilazimishwa kufanya kazi zile na mabwana zao. Mwanamke muungwana alokuwa si mtumwa alikuwa hazini, hafanyi shughuli hizo. Sasa leo hakijulikani hiki wala kile. Ndio msemaji anasema, alhurra tamutu ju'an wala taakulu bikadiyaiha. Mwanamke muungwana ana khiari kufa njaa, lakini hali kwa kutumia heshima yake. Mwanamke muungwana mwenye kujijua na kujitambua, mwanamke wa Kiislamu, ana khiari kufa njaa, lakini hali kwa kuchuma kwa kutumia mwili wake. Ukishamuona mwanamke anasema use what you have to get what you want, huyo mwanamke huyo ni mbaya na ni hatari. Lakini pia ukimuona mtu aliyepata balaa hilo la kujiuza, kwa unaweza kumsaidia, msaidie ili muokoe katika janga hilo. Na alhamdulillah katika mitaa yetu kama tunakaa tunawajua wajane ni wangapi. Hizi fikra ziko na wako vijana kila siku wanazo hizi fikra, lakini hazifikiwi malengo yake kwa sababu ni ngumu mno. Kama watu watakaa wataanza kufanya analysis katika mitaa yao, kuna wanawake wangapi wajane, wallahi tutashangaa. Juzi tulienda Pemba, vitongoji, sehemu inaitwa vitongoji. Wale walikuwa wakitoa statistics za wanawake wajane pale, wanawake wengi. Na ukiambia mjane, maana mumewe kafa au ambaye hana mume kwa njia yoyote ile, ujue ana mayatima, ana watoto anawalea. Wakahesabiwa rakam, namba nimeisahau, lakini 100 na wanawake wajane katika kile kijiji pale, 100 na wale hawana waume. Kama hawatokezei watu kwenda kuwasaidia wale, mnadhani watakwenda kuwalisha wale watoto wapi? Ndipo pale wengine wanaamua litakalokuwa na liwe. Kuna wengine hawana sababu zote, wanatafuta starehe tu, wanatafuta makubwa tu, na mtaka nyingi na saba ndio upata mwingi msiba. Wapo wanawake wengine anataka kuendesha gari kubwa, anataka kujenga nyumba ya ghorofa, anataka sijui kuwa tajiri, anataka kuwaje. Ndio maana anakuwa public property, anakuwa ni mali ya wote wote. Ni tabia chafu, lakini kwa sababu ya tamaa na kwa sababu ya uchu na kwa sababu ya kile ambacho anakitafuta hakipati, anaona kukipata kwake ajisabilie mwili wake kwa kila mmoja. Mwisho anachokitafuta hakipati na yanamkuta yaliyokuwa la tuhmadu uqba. Fanya mazoea sana ya kuwasaidia watu, hususan wanawake. We mwenye uwezo aliyekuwa ana watoto mayatima, msaidie. Sio lazima aje kwako adhalilike. Wanawake ni watu madhaifu. Simeisoma ile hadithi ya watu watatu walioingia katika pango, hadithi maarufu. Pango likafunga mlango wake,
kisha wakataka kutoka wasiweze, wakaambizana, jamani, hamutoki hapa mpaka kila mmoja atawasali kwa kumwomba Mwenyezi Mungu kwa matendo yake mazuri. Kila mmoja akaomba ya kwake. Mahala shahid, mmoja akasema, nilikuwa na kazi ni wangu binti ami, nilikuwa nampenda lakini hanipendi, nilikuwa namtaka lakini hanitaki, lakini wakati wa shida aliingia kwenye 18 zangu kama vijana wanasema, akaja akaniambia, ibn ammi, na haja, naomba unikopeshe. Nikamwambia, nitakukopesha lakini na mimi uniangalie, siku nyingi ninakuhitaji na sikupati. Kwa hiyo kaona pale ndo kichochoro cha kukidhi haja yake, na yule akawa mcha Mungu, akasema la, akaenda, shida ikazidi, akarudi, atini min mali llah ma ataka Allah, ewe ibn ammi, nisaidie, Mungu amekupa na wewe toa. Akamwambia, ndiyo nitakupa, lakini na mimi haja yangu, hata tumakinini ala nafsika, mpaka na mimi unipe ninachokitaka. Mara ya 3 hivyo hivyo. Mama amechoka, binti amechoka, shida ni nyingi. Akamwambia, basi njoo ufanye unavyotaka, alimradi na mimi nimepata sitara au nimepata kile ninachokihitaji. Yule bwana akaenda akafunga na milango. Wakati anataka kufanya kitu katika kile alichoahidiwa, yule akamwambia, muogope Allah subhanahu wa ta'ala, wala usichukue kitu kisichokuwa chako, usivae pete iliyokuwa si halali yako, au huogopi Mwenyezi Mungu ambaye umefunga milango yote hiyo, lakini mlango wake hutoweza kuufunga, yeye anatuona. Mche Allah. Yule bwana kutajiwa Mungu akaogopa. Muislamu akitajiwa Allah anaogopa. Anaweza akateleza Muislamu, lakini akiambiwa Allah anaogopa, anarudi nyuma. Lakini si Waislamu wa leo yale maneno ya Mungu wanaweza akayachukua akaapa, wallahi billahi tallahi mimi siye, kumbe ndiye. Akayachukua. Kuna bwana mmoja alinipa habari, anasema aliingia msikitini mwizi, akaiba saa. Sasa saa iko ukutani, kupachua kwake akapanga misahafu mmoja juu ya mmoja, akakanyaga akapachua saa, akaondoka. Unaiba katika nyumba ya Mungu, umekanyaga katika miguu yako maneno ya Mungu ndani ya nyumba yake subhanahu wa ta'ala. Kuna hofu ya Allah hapo? Tena unapotajiwa Mungu, la ilaha illa Allah jalla jalaluhu, Allahu akbar, takbir, yote unayamaliza wewe, lakini wallahi ni usanii, ni usanii. Ndio maana ili lisichezwe shere jina la Mungu na mtume, ulama unafsi au ulama wetu wanatu advise kwamba, unajua kwa nini maiti anapokuwa yuko katika kukata roho unaambiwa usimwambie sema la ilaha illa Allah? Tunaambiwa usimwambie sema la ilaha, wewe unayemuuguza pale sema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Yeye atasikia, akisikia yeye atachukua, ataondoka katika dunia kwa kusemaje, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasul. Lakini usimwambie sema la ilaha illa Allah. Baba vipi wewe sema la ilaha illa Allah? Kwa nini unafikiria tumekatazwa? Kwa sababu saa ya mauti, ndugu zangu, ni ngumu. Pale anaijua mwenyewe hali, lakini mtume anavyotuambia inna lilmauti sakara, kuna mvinyo pale, kuna shida pale. Sasa mtu yuko katika shida, alafu huku unamwambia sema, anasema kuna uwezekano akakukamata kwambia niseme nini, acha upuzi wako. Kuna uwezekano mkubwa kile unachomwambia akakitukana au akawa hakipokei vyema, kwa sababu hujui shida anazozipata pale. Sema wewe la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na yeye atachukua. Haya ni katika mafunzo. Pia tumekatazwa tusimwambie mtu, mfano, bwana msalie mtume wakati amekasirika sana. Hujasikia watu wanaambia msalie mtume? Hakuna kumsalia mtume hapa. Hasira huwa zinampeleka mtu mpaka anaweza akasema. Kwa ukimwona mtu hasira zimepitiliza, usimwambie, muogope Mungu bwana, atakutukana na atamtukana na Mungu.
Msalie Mtume bwana. Ghadhabu ni mbaya, hasira ni mbaya. Nenda na mtu kitaratibu na kwa hekima. Basi anatakiwa mtu akiapa Mungu awe mkweli, na mtu akiapiwa Mungu aridhike kwamba hapo umenifikisha kwa Mungu, mimi basi umenimaliza. Lakini zama zetu za leo, anayeapa na hapa uongo, na anayeapiwa Mungu anasema bwana mimi siamini. Yani Mungu pia nimemwambia pia muamini Mungu. Mimi wallahi hata ukiapa kwa misahafu yote ya dunia nzima mimi sikubali, wewe sio mkweli. Tumefika hapo katika ulimwengu wetu wa leo. Lakini yule bwana akamwambia mche Allah, akashtuka, akatetemeka, akarudi nyuma, akavaa nguo, akamwambia ibn ammi, mali niliyokupa ni yako, ni sadaka yako, ni halali yako, na mimi sifanyi tena uchafu, na muogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Neno muogope Allah likaleta matunda, kaleta faraja. Na sasa wanawake wanapokuja kwako, wewe una cheo fulani, una nafasi fulani, usiitumie nafasi yako kuwadhalilisha. Na ukimuona mwanamke unamjua mtaani, labda ni jirani yako, au inawezekana ni mwenzako kazini, unafanya naye kazini, ni zamila, au unamfahamu tu kwamba yule mwanamke kazi yake anajiuza na wewe una uwezo, mwite. Yeye atafikiria kuna business. Nikimwambia mimi sikukuita kwa ajili ya biashara, nimekuita nataka nikusaidie, najua unafanya hivi kwa sababu mpe dharura, labda una watoto unataka kuwalisha, sasa mimi nakupa kazi, acha kazi hii, fanya kazi hii, au mimi nakupa hiki ili uache shughuli hizo. Sisi kuokoana kinamna hiyo hatuokoani. Kazi yetu sisi kusemana tu siku kucha, mwana wa fulani, binti ya fulani, mke wa fulani, baba yake fulani, dada yake fulani. Na hata siku moja wewe umetoa nasaha kwa hawa watu wenzako wameharibikiwa? Umetoa nasaha gani kwa familia ile kabla ya kuisema? Umetoa nasaha gani kwa watu wale kabla ya kuwaingiza mdomoni? Ndio Imam Muhammad al-Ghazali wa zama hizi, mwanachuoni wa Masri, sio Imam Ghazali yule Muhammad al-Ghazali. Huyu al-Ghazali wa Masri, karne hizi za karibuni, karne ya 20, shafariki. Kuna kijana mmoja mwenye hamasa alimuuliza, ma hukmu tariki sala, nini hukumu ya mtu tarku sala, mtu anayeacha kusali? Muhammad al-Ghazali akamwambia, hukmuhu an ta'khudhahu biyadihi ila al-masjid, hukumu yake ni kumkamata mkono ukampeleka msikitini akasali. Umeona fatwa za watu walioshiba dini, watu wanaofahamu ulimwengu unakwenda vipi. Ingekuwa vijana wetu hao leo ingekuwaje? Huyo finari jahannam. Na ndio kwa sababu Mtume anasema alfarqu alladhi bainana wa bainahum as-salah, tofauti yetu na wao ni sala. Lakini kama kiongozi we umefanya jitihada gani kwanza? Umefanya da'wa kwanza? Akamwambia hukumu yake nenda kamkamate mkono alafu mpeleke msikitini, ndio hukumu yake. Kisha akamwambia kun da'iyan qabla an takuna hakiman wa qadiyan, kuwa mlinganiaji kwanza kabla hujatoa hukumu kuwatolea watu. Lingania kwanza kabla hujasema huyu kafir, huyu fasik, huyu mubtadi, huyu. Lingania kwanza. Huyu anakwenda motoni moja kwa moja straight, basi wewe unaenda peponi. Imebaki kusema hivyo, yule anaenda motoni, mimi naenda peponi. Sema, kuwa kiongozi kwanza, wajulishe watu njia mbaya wanaotembea, waonyeshe njia nzuri, wafahamishe ubaya wao, waite pahala palipokuwa pazuri. Fanya kazi kwanza kabla ya kuhukumu wengine, alafu baadaye mimi nishasema sana, nishamwambia sana, chukua uamuzi huu. Leo ukitoka hapa, jitahidi kufanya moja katika haya ambayo tumeyafanya.
Kama unamjua mtu msaidie, mkirimu, mtoe katika janga. Mtume anasema man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yunqasa min ajrihi shay. Mwenye kuanzisha jambo zuri watu wengine wakaiga, yule alianzisha watu wakafuata, watakaofuata thawabu zao watapewa huyo alioanzisha mpaka siku ya kiyama, hazikatiki mpaka kwenda bila ya kupungua. Wale thawabu zao unapata na wewe. Anzilisha mambo mazuri. Kama kuna mtu anaanzisha kazi yake yeye ni kusaidia watu kwa staili fulani, kama hizi rehabilitation, watu wanawekwa pale nyumba za kufanywa watu wauguzwe, watolewe katika mambo ya kuvuta shisha anini maunga hayo na vitu vingine, kuwatoa vijana katika mambo ya uhuni, kuwatoa vijana katika mambo ya ubakaji, kuwatoa vijana katika hali mbalimbali zisizofurahisha. Zote hizi ni juhudi, sio kukaa ukawa unalaumu na kufyeka vichwa vya watu kwa fatwa za kuwaingiza motoni, lakini jitihada huonekani kufanya hata moja. Umeenda katika maskani zao kuongea nao, umewaita msikitini, umewalingania, bado mbona unawalaumu? Fanya hivi kwanza. Basi Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ile hadithi anasema fautia, akajiliwa yule bwana usingizini, akaambia usijali, sadaka yako imekubaliwa. Ama zania fala'allaha, huenda huyo mwanamke mzinifu antaifa bisababi sadaqatika min zinaha, huenda ile sadaka yako ikamjalia ikawa ni kinga, akaanza kujiheshimu. Kutoka leo mimi najiuza kwa sababu nataka pesa. Leo pesa hizi nimepata, wacha nifungue biashara ya kuuza urojo, nifungue biashara ya kuuza mboga, nifungue biashara ya kuuza nyanya na tomato na tungule na hapa na hapa. Nyanya ni Kiswahili cha huko, sio bibi. Hivi vitu vyote vinawezekana. Ukamfungulia mradi akafanya kazi, zote zinawezekana. Na hili ndilo alosomeshwa mtu hapa. Huenda sadaka yako hii ikamfaa huyu, akaacha shughuli mbaya. Kisha akamwambia wa amma alghaniyu, ama yule tajiri yule, huenda akawa ni katika wale matajiri ambao wao hawashughuliki kabisa kutoa sadaka. Sasa leo kapewa yeye, kaona haya, yule kajua nini kama mimi sitoi, ndo ananionyesha. Lakini aibu hii, mpaka na mimi napewa sadaka. Lakini pia ni funzo. Ndio maana kuna wakati mtu anatakiwa kutoa wazi wazi ili watu wengine waone kwa nia, kwa sababu Mtume anasema innamal a'malu binniyat. Toa dhahir shahir, lakini sadaka ya siri inafanya maajabu. Ndio ile ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Naam, sadaka nzuri kabisa ambayo ndani yake haina ghish, haina vumbi, umeificha. Lakini pia alladhina yunfiquna amwalahum sirran wa alaniya, zote ni sadaka. Toa kwa siri, toa kwa dhahiri, alimradi isiwe nia yako ni ria. Unataka watu waone kwamba wewe ni mtoaji, unataka watu waone kwamba wewe ni hodari. Haya yote ni mafunzo ametupa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama yule tajiri huenda akapata mawaidha, akatoa na yeye akaendelea kuwa mkarimu, fayunfiq ma atahu Allah, akaenda nyumbani kwake na yeye akasema kuanzia sasa na mimi nitakwenda kuanza kutoa sadaka. Ukamfundisha. Na kuna matajiri leo wanawafundisha wengine, wanatoa wao, wengine waliokuwa mabakhili wanabakia kwamba wanajifunza, na mimi nitafanya kama fulani kama fulani. Kama wewe ndio umefanya chachu ya wengine kutoa, basi ujue ile hadithi ya man sanna fil islami sunnatan hasanatan inakuhusu. Na hata pia ukianzisha jambo baya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha, ukija ukianzisha jambo baya, basi dhambi zake watakao kufuata zinakuja kwako, na akaunti ya dhambi zinakuwa hazikatiki. Kama kuna sadaqatun jariya, pia tambua kwamba kuna sayyi'atun jariya, kuna maasi yenye kuendelea. Hata siku moja usije ukakubali
maasi yako yakawa ni maasi jaria, madhambi jaria. Kubali sadaka iwe jaria, lakini kusiwe na maasi jaria. Vipi utakuwa na maasi jaria? Unaanzisha mitandaoni huko kwenye TikTok, unakatika we mtoto wa kike, unaonyesha mafatini ya mwili wako, unaonyesha unacheza, wewe tunawaburudisha watu. Unasahau kama utakufa, ile picha ile clip itabakia inaendelea. Yatanaqaluha an-nasu jilan ba'da jil, wanaipokea hawa wanaipokea hawa. Leo tuko 2022, itakuwepo mpaka 2050 mpaka 2000. Mpeni udhuru, mpeni udhuru. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuna qaida inasema idha akhadha Allahu ma wahab asqata ma awjab. Wale wanafunzi wanaweza kaichukua hii qaida tunazijua qaida inasema Mwenyezi Mungu akichukua chake alichokupa atadondosha kile alichokuwajibishia. Kama umefahamu, kama mfano wafunga, mtu akiwa mwenda wazimu ana junaha kama hakufunga, kwamba mwenda wazimu wewe afunge na madhambi, tunaweza tukamwambia hivyo. Ndio maana Mwenyezi Mungu amechukua chake, ile akili Mwenyezi Mungu ameichukua. Kwa hiyo asqata ma auja, kile alichomlazimisha akifanye Mwenyezi Mungu kishakifuta, kishakiondoa. Mtoto aliyezimia, akili pale Mungu ameichukua mwenyewe, mpaka atakaporudi katika hali yake. Kile alichokichukua Mwenyezi Mungu akimrudishia sawa. As-sabiyu hatta yahtalim wal majnun hatta yastafiq. Watu wengine muwape udhur, tumesema lakini hakufahamu, kwa hiyo tumempa udhur. Ndio zile maalumati ninazosema, kama kwenye darasa zinakuwa zinapotea kwa sababu ya harakati fulani, zinatokea kweli. Mwenyezi Mungu alitaka kutupa evidence kwa zinatokea, na kwa hakika huwa nasahau. Nikotokea kama hivi nasahau baadhi ya vitu vilivyokuwa viko kwenye msururu. Kwa hiyo tujitahidi tunapokuwa katika darasa zetu tufunge au tuweke silence simu zetu. Wa amma alghani, ama huyu tajiri huenda akapata mawaidha na yeye akaanza kuwa mtoaji. Wa amma sariqu, ama yule mwizi huenda an yastaifa bisababi sadaqatika an sariqatihi. Huenda pale alipokuwa anasubiri kuibia watu, lakini kwa sababu amepata sadaka ataondoka, atajikinga, hatofanya tena mambo ya uwizi na kuiba. Hizi hadithi zinatufundisha kwamba kumbe unaweza ukampa mtu sadaka kwa sababu ya kumkunja au kumkinga na kumuokoa na majanga fulani. Unaweza iwe unajua huyu katoa, alikuwa hajui huyu alotoa katika hii hadithi ya Mtume hakujua kama yule malaya anajiuza, wala hakujua kama yule mwizi. Na nadhani hata wewe unaowapa, kama unajua mwizi wapi, ni leo umepata funzo, ndio umejifunza kitu. Unamjua huyu mwanamke, huyu si mzuri katika tabia hizi, hata akija kwako kukuomba kukutaka kitu na pita. Huyu unajua ni mwizi, labda alikamatwa ukamuona, au kwenye mitandao, maana siku hizi unarushwa kila pahali. Huyu nilimuona pahali fulani, lakini ukamuona, huwezi ukampa. Lakini leo umepata funzo, kumbe unaweza ukampa mtu kwa lengo, na hilo lengo ndilo anafundishwa huyu mtu hapa, kwamba usijali, sadaka yako imekubaliwa. Tena yule anayejiuza huenda akaacha kwa sababu ya sadaka yake, na yule mwizi huenda akaacha kuiba kwa sababu ya sadaka yake, na yule tajiri huenda akaiga mwendo wa kutoa, kwa sababu leo ubakhili ndo sayyidul mawqif kila pahali. Na hizi ni katika tabia ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha nazo. Sikilize hadithi hii. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah iyyakum
Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, iyyakum wadh-dhulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah wa iyyakum wash-shuh fa inna ash-shuhha ahlaka man kana qablakum wa hammalahum ala safki dimaihim wa ala wastahallu maharimahum. Hii hadithi kaisimulia Imam Muslim katika sahihi yake. Mtume anasema jiepusheni sana na dhulma, kaeni mbali sana na kitu kinachoitwa dhulma. Kwa nini? Fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyama, dhulma ni viza vingi siku ya kiyama. Kiza kimoja cha dhulma unachofanya hapa, kesho siku ya kiyama kuna viza vingi vinakusubiri huko. Usidhulumu. Na tukisema usidhulumu, watu wengi huanza kufikiria labda kumnyang'anya mtu hela zake, kumrusha, kumchukulia mtu kiwanja chake, nyumba yake, basi imetosha, hiyo ndio dhulma. La, dhulma inakwenda mbali. Hata ukimsingizia mtu jambo umemdhulumu katika heshima yake. Ukimtukana mtu, ukimuumbua mtu mbele za watu, heshima yake ukaivunja, umemdhulumu katika heshima yake. Dhulma nayo hiyo. Dhulma ina hii watu hawazipi kipaumbele. Wanaona tu yule alomnyang'anya bwana dhalim kweli kweli yule. Kwa nini? Kachukua haki sio yake, au kachukua kiwanja sio chake, au kachukua gari sio yake, kamnyang'anya mtu kitu. Lakini heshima yake, au kumsema vibaya, kumsingizia kitu ambacho hakusema, pia ni dhulma. Tukawiluhu ma lam yaqulhu, unasema vitu ambavyo hakuvisema. Dhulma hizi watu wanaona ni vitu, lakini zote ni dhulma na dhulumatun yawm al-qiyama. Takuwa viza vingi siku ya kiyama. Kisha Mtume katahadharisha gonjwa la pili, nalo ni kubwa, wa iyyakum wash-shuh, yekeni mbali sana na ubakhili. Ulama wakasema al-bukhlu ni kile ulichokuwa nacho wewe katika mali alichokupa Mwenyezi Mungu, ikawa hutaki kutoa katika sabilillah, au katika vitu vya wajibu ulivyowajibishwa, mpaka kwa watoto wako, mpaka kwa nafsi yako. Ukimwona mtu hatoi zaka ni bakhili. Ukimwona mtu hatoi sadaka, hatoi kuwalisha watu wake wa nyumbani inavyostahili, hawapi wake zake, hizi zote ni bukhl, ni ubakhili. Lakini shuh ni zaidi ya ubakhili. Bakhili huwa anajikinga kutoa kwa yale mambo ambayo tumeyataja, lakini shahihun ni mtu ambaye ana tamaa ya kitu kilichokuwa mikononi mwa mtu mwingine. Hiyo simu yako hiyo, basi mimi na tamaa niipate mimi, niwe ni yangu, wewe siwe yako. Kwa hiyo shahihun huwa alladhi yatma'u bima fi yadi ghairihi, au yatma'u ma inda sahib, mtu mwenye tamaa ya kitu ambacho kimo mikononi mwa mtu mwingine. Kwa hiyo huyu ni bakhili plus, ni bakhili ambaye na ziada. Umefahamu tofauti ya shahihun na bakhili? Bakhili hatoi zaka, hatoi sadaka, ni mtu mgumu, kishuka, mpe sifa zozote, jiwe, kigwasa, zote mpe, bakhili. Lakini shahihun ni bakhili, alafu sio kutosheka tuna ubakhili, ana tamaa vilivyo mikononi mwa watu mwingine vyote viwe vyake. Sasa hapa ukiwa na tamaa hiyo, ndipo pale panapomwagika damu. Kwa sababu hiyo simu sasa, kama siipati mimi, by any means nitahakikisha nimeipata kwa kuiiba, au ikiwezekana nikukabe, hata nikumalize, nikuue. Nimepiga mfano simu tu. Wangapi wanauawa kwa sababu ya mali zao? Hawa wanaowafanyia kazi hizi ni mabakhili plus mashahidi. Ndio Mtume akasema wa iyyakum washuh fa inna ash-shuhha ahlaka man kana qablakum. Hii shuh ndio iliyowaangamiza waliopita kabla yenu, wa hamalahum ala safki dimaihim. Hii shuh ndio iliyowafanya watu waliopita kabla yetu sisi wakamwaga damu. Sasa kama kipo mikononi mwa mtu mwingine na unakitaka wewe na yule hakupi, utafanya nini? Utammaliza. Kakuona una mahela yanakuninginia, kakwambia nipe, utaki, atakufanyaje? Atakumaliza, atakutafutia njia yoyote. Wangapi wanauawa kwa mali zao wenyewe?
Shuh inawaangamiza watu. Wasafaku dimaahum, wakamwaga damu zao. Wastahallu maharimahum, shuh ndio iliyowasababisha watu wakahalalisha vilivyokuwa ni haramu kwao. Shuh. Natamani niendelee, lakini muda hauko upande wetu. Najua kuna baadhi ya wanadarsa wanatoka mbali sana, wengine wanatoka shamba, lakini wanakuja kuwahi hapa darsa. Napenda nimalize hapa, insha Allahu taala. Kesho tutaendelea tutakapokuwa na uhai, tuseme insha Allah. Isipokuwa nasisitiza tena na tena, wenye simu wakija hapa karibu na uso hapa, waeke silence mode ya silence simu zao, au wazizime kama sio dharura, ili zisipate kuniharij katika mawaqif ambayo tunaendelea nayo. Mara nyingi darasa zangu mimi, kama mnavyoona hivi, kutumia kichwa changu si kwa sababu najua sana, ndivyo nilivyozoea. Kama nitaamua sasa kuangalia kwenye kitabu, darasa itanishinda, lakini huwa nachukua tahammal ya kuweka kwenye kichwa kila kitu ili tuende vizuri. Ukianza kunikorofisha utakuwa umeniharibia darasa yote. Nasema hii ili muelewe nini ninachomaanisha. Kwa ajili hiyo inshallah darasa yetu itaendelea, lakini tumuombe Mwenyezi Mungu inshallah waliokuwa wamekuja wagonjwa warudi wakiwa na siha, waliokuwa na matatizo Mwenyezi Mungu watatulie matatizo yao, waliokuwa na shida Mwenyezi Mungu awakidhie haja zao, waliokuwa na madeni Mwenyezi Mungu awalipie madeni yao, na waliokuwa wamedhulumika Mwenyezi Mungu awafariji na wakuletea haki zao katika mikono yao. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى